Katika kila eneo la kazi, mafanikio hayajengwi na mtu mmoja, yanajengwa na juhudi, ushirikiano, uwajibikaji na kujituma kwa kila mfanyakazi. Lakini je, tunajuaje kama wafanyakazi wetu wanafanya vizuri? Je, tunatambua uwezo wao, changamoto wanazokutana nazo na maeneo yanayohitaji kuimarishwa? Leo kupitia Moyo wa Malezi, tunazungumzia umuhimu wa kufanya tathmini kwa wafanyakazi katika eneo la kazi, si kwa lengo la kumhukumu mtu, bali kumsaidia kutambua uwezo wake, kurekebisha mapungufu na kuendelea kukua kitaaluma. Tathmini nzuri inaweza kuwa mwanga unaomsaidia mfanyakazi kuona thamani yake, kuboresha utendaji wake na kujenga mazingira bora ya kazi kwa wote. Karibu tujifunze pamoja, kwa sababu mfanyakazi anayethaminiwa, anayesikilizwa na kupewa nafasi ya kukua, anaweza kutoa kilicho bora zaidi ndani yake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu sana sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze kuona jinsi ambavyo hawa wafanyakazi wanajadili kuhusu tathmini ambayo inaweza kufanyika kwa ajili ya wafanyakazi. Karibu na tuanze. Leo tutajifunza tathmini ya utendaji kazi kwa wafanyakazi. Kwa nyuma tuliona usimamizi wa rasilimali watu na jinsi watu watakavyotumia ili kuleta ufanisi na tija kwenye taasisi na kampuni, lakini tukaona vile vile faida na umuhimu wa mafunzo kwa walimu kazini, lakini tuliona vile vile mambo ya kutisha. Na leo hii basi tutajifunza kufanya tathmini ya utendaji kazi kwa wafanyakazi katika eneo la kazi, wa kukusanya, kuchambua, kutafsiri taarifa ili kubaini kiwango cha utendaji, lakini vile vile kubaini mafanikio au maendeleo ya mtu, kazi, programu au shughuli fulani. Kwa hiyo kumbe kufanya tathmini kuna kufanya aidha kama ni kampuni yako au ni shule yako au ni taasisi yako kuwe na tija, kuwe na mafanikio, lakini kuboresha au kuendeleza utendaji mzuri wa kazi. Sasa tathmini katika utendaji wa mfanyakazi ni nini? Ni mchakato vile vile wa kuangalia jinsi mfanyakazi anavyoendeleza na kutimiza majukumu yake ili kufikia malengo yaliyowekwa na taasisi au mtu huyo kwa kuzingatia viwango vya kazi. Hivyo tumeona ili uwe na mafanikio na mwendelezo mzuri wa kile unachokifanya, lazima ufanye tathmini, kwamba lazima ukusanye data, lazima uchambue data. Na katika kukusanya au kuchambua data, basi utabaini mapungufu au mazuri katika ile unalofanya. Ndio maana wanasema ili kubaini, lakini vile vile kubaini kiwango cha utendaji na maendeleo na kwa kazi au shughuli fulani. Sasa katika kufanya tathmini kuna umuhimu wa kufanya tathmini. Faida za kufanya tathmini ni tutaangalia kwa pamoja, lakini ni vigezo vipi vinatumika au ni mbinu zipi zitatumika katika kufanya tathmini iliyo bora na yenye tija au kwa namna hiyo, kwa sababu tuko watu wazima na kila mmoja na mawazo yake, tutashirikiana kuangalia hivyo viwango au vigezo muhimu na mbinu za kufanya tathmini. Naomba tutakuwa na maswali manne na tutakaa kwenye makundi manne. Kwa haraka tuangalie baadhi ya vitu katika kufanya tathmini ya utendaji wa kazi
katika eneo la kazi. Umuhimu wa kufanya tathmini kwa wafanyakazi katika eneo la kazi. Muhimu maana yake ndio faida pia. Kwa hiyo tukaona umuhimu wa kwanza au faida ya kwanza ni kuboresha utendaji wa kazi. Pale unapokuwa unafanya tathmini, unakuwa unaboresha utendaji wa kazi, kuona kwamba utendaji unaenda vizuri au hauendi vizuri. Tukaja tukaangalia faida ya pili ni kutambua mahitaji ya mafunzo. Pale unapokuwa unafanya tathmini katika eneo la kazi, hasa wakuu wa kazi wanakuwa wanatambua sasa kwamba kuna mahitaji gani ya mafunzo ambao wafanyakazi wanakuwa wanapata. Tukaangalia tena umuhimu wa tatu ni kutoa mwelekeo wa maamuzi ya ajira. Maamuzi ya ajira, kama mwajiriwa au mwajiri anatakiwa aone hasa ni mwelekeo gani anapokuwa anatoa maamuzi katika ajira ambao wafanyakazi wapo katika eneo la kazi. Pia kuongeza hamasa katika kazi. Tunapofanya tathmini unakuwa unaongeza hamasa, unapata hamasa, unapata ile mori ya kuendelea kufanya kazi vizuri. Kuweka malengo yaliyo wazi. Katika kufanya tathmini unakuja unapata malengo. Katika yale malengo basi unakuwa umeyaweka wazi. Pia tukaja tukaona ni kujenga mahusiano mazuri katika eneo la kazi. Ndio maana mkiangalia kwa mfano leo tumejumuisha wafanyakazi wote ambao wako katika eneo la kazi. Katika kujumuisha wafanyakazi wote kuna mahusiano mazuri katika eneo la kazi. Sisi ndio tumeona hivyo katika kundi letu namba 1 umuhimu wa kufanya tathmini kwa wafanyakazi katika eneo la kazi. Asante. Asante sana. Mwalimu Kifimbo, naomba mpashie mwalimu. Kinachofurahisha zaidi ni kuona namna walimu wanavyoshirikiana kwa moyo mmoja katika kuandaa mazingira mazuri ya kujifunza kwa watoto kupitia nyimbo nzuri zenye mafunzo na zinazolingana na umri wa watoto. Walimu huimba pamoja na kuwahusisha watoto katika utangulizi wa somo. Ushirikiano huu huleta furaha, huamsha umakini wa watoto na kuwafanya wajisikie huru kushiriki katika kujifunza. Ni mfano mzuri unaoonyesha kuwa wakati walimu wanapoungana kwa ubunifu na upendo, somo linaweza kuwa tukio la kufurahisha na lenye kumbukumbu nzuri kwa watoto. Baba yangu ni mama yangu ni Selina, najieleza mama. Jieleze, 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 najieleza mama. Mimi hapa ni Miba, mama yangu ni Asha, nafundisha Kiswahili ngare nalo mama. Jieleze, 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 najieleza mama. Mimi hapa ni tajiri, kabila yangu ni Murya, nafundisha Kiingereza, nimejieleza mama. Jieleze, 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 najieleza mama. Mimi hapa naigiza mwalimu Kiswahili la 3A, nimejieleza mama. Mwisho wa mada hii tukumbuke kwamba tathmini ya wafanyakazi si hukumu,
bali ni daraja la kuwasaidia watu kukua na kufanya vizuri zaidi. Eneo la kazi lenye mafanikio halijengwi kwa hofu wala lawama, bali hujengwa kwa uaminifu, mawasiliano mazuri, usawa na kuthamini juhudi za kila mfanyakazi. Kila mfanyakazi anahitaji kujua kwamba kazi yake inaonekana, mchango wake unathaminiwa, na pale anapokosea anapewa nafasi ya kujifunza na kuboresha. Kwa hiyo, unapofanya tathmini, usitazame tu kile ambacho mfanyakazi hakufanya vizuri. Tazama pia juhudi zake, uwezo wake na nafasi ya kumsaidia kuwa bora zaidi. Hii ndio siri ya kujenga eneo la kazi lenye mafanikio, kuwajenga watu si kuwavunja. Mimi ni Moyo wa Malezi. Kama ujumbe huu umekugusa, usisahau kulike, kusubscribe na kushiriki video hii ili ujumbe wa kujenga watu na maeneo bora ya kazi uwafikie wengine. Moyo wa Malezi, kwa sababu mafanikio ya taasisi huanza na namna tunavyowathamini na kuwajenga watu wake. Karibu tena, tukutane kwenye mada nyingine ambapo tutaendelea kuona walimu wakiendelea kusaidizana katika somo la hisabati. Mungu akubariki. Tukutane tena hapo baadaye. Asante.